katika maahad hii, Maahad al-Ghadi Sati, watafanya ama watatuonesha baadhi ya masomo walioyapata kutoka kwa mlezi wa maahadi hii, Sheikh Ali Muhammad Mbwera. Atakayewakilisha wenzake ni Ustadh Rashid, faliyatafaddal mashkuran maajura. Ustadh Rashid Kimbwanda, majina haya karibu sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. حاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mlezi wetu ambaye ndio mgeni wetu rasmi, Sheikh Twaha Suleiman Bane, lakini pia mlezi wetu na ni mwalimu wetu mkongwe Sheikh Abdallah Haruna Nyumba, mudiru wa madrasatul Ihya Sheikh Uwesu, pamoja na jopo lote la mashekhe mliohudhuria. Kwa kuchunga muda, basi niseme tu itifaki imezingatiwa. Fursa yangu ni ndogo kuja kuonyesha baadhi ya vile ambavyo vitabu tunavyovisoma katika maahadi yetu ni vingi, lakini miongoni mwa hivyo kipo hichi kitabu ambacho kipo mkononi mwangu hapa, Rawdatul Anwar fi sirati an-Nabiyil Mukhtar, kitabu ambacho kimetungwa na mwanawachuoni mkubwa Sheikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfur, mwanawachuoni ambaye kazaliwa katika kijiji cha Hussein Abad kinachopatikana katika mji miongoni mwa miji iliyokuwa kule India. Huyu ni katika wanawachuoni ambao alimun muhaddithun faqihun wa mufassirun wa muarrikhun fil Hindi. Kafanya kazi kubwa sana, ametunga vitabu zaidi ya 30, lakini kazaliwa tarehe 4 Juni mwaka 1943.
na amefariki mwaka 2006, takriban miaka 63 ya maisha yake, lakini kafanya kazi kubwa kuutumikia Uislamu. Miongoni mwa vitabu alivyovitunga kipo kitabu maarufu cha sira, sote tukitambua Ar-Rahiqul Makhtum fi Sira. Ni kitabu maarufu, kitabu ambacho kilijipatia tuzo kuwa kitabu namba 1 cha sira ya kumwelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye mashindano ya Rabitatul Alam al-Islamiyah yaliyofanyika mwaka 1976. Sasa vilivyokutanishwa vitabu vilivyotungwa na mashekhe mbalimbali vya sira, kitabu chake kilikuwa ni namba 1 kuonyesha mchango wake. Lakini sio hicho tu, katika vitabu alivyovitunga kikiwemo hichi kilichokuwa mbele yangu au mkononi mwangu, Rawdatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar, kitabu ambacho kimekusanya maelezo muhimu. Lakini pia kuna Al-Misbahul Munir fi Tahdhibi Tafsir Ibn Kathir, ni katika vitabu alivyovitunga. Kipo Minnatul Mun'im fi Sharh Sahih Muslim, kitabu cha hadithi, ni miongoni mwa vitabu alivyovitunga Sheikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfur. Lakini pia ana kitabu Fiqhul Hadith, kitabu ambacho kimekusanya ndani yake fiqh, lakini pia kuna hadithi. Fiqh yake imekuja katika muundo wa sunna na vingine vingi ambavyo muda si rafiki kuvizungumzia. Miongoni mwa vitabu ambavyo shekhe ametusomesha vya sira kikiwemo hichi, na tumekimaliza. Nataka nichukue ibara ndogo ambayo ilinigusa wakati tunasoma mwanzo kabisa wa kitabu, pale alipokuwa shekha anamuelezea malezi yake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka alivyofikisha umri wa miaka 6, anaondokewa na mama yake mzazi katika ulimwengu, na kisha akaingia mikononi mwa babu yake mzee Abdul Muttalib, na yeye alionyesha mfano bora wa malezi. Alimpenda sana mjukuu wake na akampa kipaumbele zaidi ya watoto wake. Lakini mapenzi hayo hayakuchukua muda, ilikuwa ni miaka 2 tu, na yeye Mwenyezi Mungu chukua. Bado mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa yatima, akaingia mikononi mwa ammi yake, ammi shaqiq Abu Talib ibn Abdul Muttalib, وقام بكفالته صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب شقيق أبيه، واختصه بفضل الرحمة والمودة، وكان مقيلا من المال، فبارك الله في قليله حتى كان طعام الواحد يشبع جميع أسرته. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مثال القناعة والصبر، يكتفي بما قدر الله له. Sheikh anatuelezea kwamba baada ya kufiwa na babu yake mzaa baba mzee Abdul Muttalib, ambaye alimlea kwa muda mfupi kutoka kwenye mikono ya mama yake mzazi Bi Amina, akaingia katika malezi ya baba yake mkubwa ambaye ni shaqiqu abihi Abu Talib ibn Abdul Muttalib.
na yeye akasimama imara katika jukumu la malezi, lakini alibeba jukumu kwenye mazingira magumu. Kana mukhillan min almal, alikuwa mchache wa kipato, ohehahe, lakini kwa sababu yeye ndio mwenye dhima na hakuna mwingine mwenye kulibeba jukumu hilo, basi hakumwacha mtoto huyu awe anatangatanga. Alijipiga kifua na akamchukua. Kumbe ilikuwa ni lulu anayo yake. Fabarakallahu fi qalili, Allah akambariki katika kipato chake kichache, mpaka ikafikia hatua chakula cha mtu mmoja kinatosheleza kwa familia mzima. Wakati huo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mfano wa kuigwa katika kanaa. Alikuwa ni mtu mwenye kulizika, kutosheka kila ambacho Allah amemkadiria. Hakuwa mwenye papara kama walivyo watoto wengine, kutorizika na kila ambacho Allah amewakadiria. Ndugu Waislamu na wageni wote wahalikwa, kuna mafunzo makubwa sana kwenye hili. Leo utokea mmoja wetu akafariki, tukashiriki mazishi yake. Kinachofuata baada ya hapo, ndugu wa marehemu baadhi yao ni kuaga na kuondoka bila kuangalia familia ile inaishije. Sana wataagana, tutakutana siku ya 40 bana, lakini hawaangalia hao watoto wanalelewa na nani, huyu atakuwa na nani, watasomeshwa na nani. Yule baba yao mzazi ndio kafa na yeye ndio alikuwa msimamizi wa watoto hawa, lakini ndugu tunasambaratika, tunamwacha mama mjane kizuka akiwa anahangaika na familia ile. Na ikitokea wewe ukajifanya udarweshi, ukamchukua mmoja kati ya watoto wale wa ndugu yako, ukarudi naye nyumbani bila kuleta ushauri kule nyumbani, basi unaweza kukutana na maswali mazito. Kwani kaka yako yeye chukua nani? Yaani unaonekana hoja, kwa nini umemchukua mtoto wa dada yako? Kwa nini umemchukua mtoto wa kaka yako kumlea kwa kuziba nafasi yake? Jambo ambalo ni wajibu kwetu. Hili wametuonyesha mfano wazee hawa, mzee Abdul Muttalib, lakini pia na mwanawe Abu Talib katika kumlea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hatimaye zile juhudi zao na nia safi waliokuwa nayo haikuangukia bure, ilikuwa ni baraka katika majumba yao. Ukisoma tarehe inatuonyesha sio kwao tu, hata wale waliomlea akiwemo Bi Halima kulineemeka nyumbani kwake na nuru iliingia. Kwa hiyo wito wangu, tusiwanyanyapae mayatima. Turudi katika mafundisho yetu ya dini kwamba nyumba bora katika nyumba za Kiislamu ni ile ambayo ndani yake kuna yatima anayekirimiwa, yatima anayetukuzwa, yatima anayeheshimiwa. Na wewe huwezi kujua yatima yule ni nani. Huenda akawa ni katika watu wakubwa wenye baraka na ikawa ni sababu ya wewe kufanikiwa, kama ilivyokuwa kwa mzee Abu Talib pale alipomlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njaa iliondoka ndani mwake na hatimaye neema iliweza kutawala. Waislamu, haya ni machache katika yale tuliyoyapata, lakini kuna mengi ambayo tumejifunza kutoka kwa mlezi wetu Sheikh Ali ibn Muhammad Mbwera. Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu ili tuweze kunufaika naye na mengine mengi. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.